Sawa kabisa. Sasa tuende tukatizame viwango vya katika dabi sasa. Tukianzia na tuanze kwa upande wa pale, na nilitizama kipindi Baka anatoka. Mwalimu alikuwa anamwambia kabisa rudi bwana, lakini ilishindikana. Unaona kama ulitizama mpira uliona alikuwa anarudi, lakini akakaa chini, ikabidi aombe tu aweze kutoka. Dickson Job, kumradhi. Lakini akaingia Mwamnyeto. Ulimuonaje alichokifanya pale? Bakari Nondo Mwamnyeto ni wa viwango vya juu sana. Ni vile tu wa Tanzania tuna kasumba. Mashabiki walikuwa kama washaanza minong'ono. Kwa sababu washajitengenezea hiyo mindset ya kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto ni mchezaji wa kawaida. Na ni kasumba ya Watanzania kutokuthamini vya kwetu. Sibla vizuri. Lakini ukiniuliza mimi kati ya mabeki wazao watatu bora Tanzania, unaweza ukaliacha jina la Bakari Nondo Mwamnyeto, mimi naweza nikakukatalia nikwambia hapana. Kwa nini? Kwa sababu ana kila kitu. Ni pasa mzuri, ana uwezo kucheza aerial balls, mipira ya juu ya vichwa, ana umbo zuri, physically yuko fiti, simula vizuri, na ana uwezo mkubwa sana wa kiufundi. Na sifa yake kubwa na ya mwisho ni kiongozi uwanjani. Leader. Unapata wapi mchezaji kama huyo kirahisi hivi? Simula vizuri. Kwa mimi sikuwa na wasiwasi hata alipotoka Dickson Job na kuingia Bakari Mwamnyeto, kwa sababu Bakari Mwamnyeto ka perform AFCON. Yaani Bakari Mwamnyeto aperform AFCON alafu ashindwe kuperform ligi kuu Tanzania bara. Kwa ni mazoea ya mashabiki. Sio mazoea, ni kasumba na roho mbaya na tabia mbaya ambayo tumejijengea sisi wa Tanzania kuchukia vya kwetu. Kwa mimi sikuwa na shida yote. Upande wa quality Young Africans kwenye eneo la backline, hii ni eneo ambalo ni roho ya timu. Na ndilo ambalo limefanya Young Africans mpaka hivi sasa kuendelea kuwa bora. Lile eneo la backline mpaka kuja kwenye eneo la goalkeeping. Ukichanganya na Djigui Diarra. Kwa sababu hata mechi ya dabi Djigui Diarra ni kama alinusuru kwa kiasi kikubwa sana. Man of the match huyo. Of course. Na ndio maana kwa man of the match, kwa sababu alinusuru Young Africans kupata kipigo kwenye ule mchezo. Walizidiwa maeneo mengi sana na Simba Sports Club. Simba kama wangekuwa clinical enough, walikuwa wanambamiza Young Africans hata magoli mawili. Lakini watu wengi wamebeza au moja. Kivipi? Wamebeza bwana, kwa nini amekuwa Diarra? Sasa kuna vitu viwili ambavyo watu wengi labda hawajavielewa. Na inawezekana pia labda na wewe hujaelewa. Diarra kwenye ule mchezo alikuwa anacheza kimkakati sana. Alijua Young Africans imekamatwa. Simula vizuri. Kwa hiyo alikuwa anakifanya, alikuwa anafanya vitu hivi. Kwanza alikuwa bora kwenye kufanya saves, lakini pili alikuwa anapoteza muda na buy time, kwa sababu Simba muda wote walikuwa wanataka mchezo. Na hapo ndo walipozungumzia wengi sasa. Of course, sasa kwenye upande wa nidhamu ukiwasikiliza watu kwamba Diarra angenyimwa ile tuzo, walikuwa wana hoja ya msingi. Of course, ilikuwa inamdisqualify kuchukua ile tuzo kwa sababu ya nidhamu ya kupoteza muda. Huo ndo uhalisia. Sibula vizuri, hakustahili kuwa mchezaji bora wa ile mechi kwa sababu alikuwa anapoteza muda. Kinidhamu ilikuwa haifai. Watu wanahoja kwenye eneo hilo. Lakini when it comes kwenye performance, alikuwa na performance bora. Kwa eneo la Young Africans kwenye eneo la backline mpaka eneo tuseme eneo la ulinzi kwa ujumla la Young Africans ndio limebakia kuwa roho ya timu ya Young Africans. Kwa maana ya kwamba likiharibika lile eneo la ulinzi, Young Africans kuna eneo ta struggle sana. Kama kuna eneo ambalo Young Africans wanapaswa kulishikilia na kutokuliacha livunjike, ni eneo la ulinzi. Linaongozwa na Ibrahim Baka, huyo Bakari Nondo Mwamnyeto anamdharau, Dickson Job pamoja na Djigui Diarra. Jemima, lile ni eneo ambalo Young Africans hawapaswi kulibutua. Wakilibutua na lile eneo, na kuhakikishia anguko rasmi la Young Africans kwenye utawala wa ligi kuu Tanzania bara linakuja rasmi. Twende kwa Zimbo JR. One of the best player. Lakini siku ile alikutana na wakati mgumu sana kutoka kwa Libase Gay. Niliwahi kuzungumza issue moja hivi. Nakumbuka nilichezea matusi. Ile siku jamani nilichezea matusi. Pole sana. Povu. Niliwahi kuzungumza Libase Gay ni bora kuliko Alan Okello. Wakati Simba wanaenda kumchukua Alan Okello, Young Africans wakawapiga bao. Mimi nikasema Simba kwa nini kila siku wanashindwa kwenye batu ya usajili? Inaonekana kama wamefeli. Wakaonekana kama wamefeli. Simba wakani surprise kwenda kumchukua Libase Gay kutoka Teranga ya wapi ya Senegal. Kipindi hicho Libase Gay mimi niliwahi kuzungumza sana wakati nachambua mashindano ya CHAN.
akiwa na timu ya taifa ya Senegal Zanzibar. Nikasema huyu mchezaji anacheza ligi ya nyumbani ya Senegal, why club zetu za Tanzania zikubwa siwezi zikamchukua huyo mchezaji? Nikashangaa natumiwa message na mtu wangu wa karibu sana. Akaniambia, "Oya, Kabwe, Simba Sports Club wameenda kumapproach Libase Geye." Kipindi hicho tayari Africans washatangaza kumsajili nani? Alan Okello. Mimi nikasema kama Simba Sports Club wameenda kumsajili Libase Geye, Simba wamefanikiwa zaidi kwenye usajili wa dirisha dogo kuliko Africans kumsajili Alan Okello. Wewe ulikuwa upo, walikuwa malaika wako. Nilichezea matusi kiasi ambacho nikasema ili povu litakuja kuniua. Lakini end of the day ukweli unachelewa kufika, uongo maji na mafuta vimejitenga. Kila mmoja nafikiri ameshuhudia quality na ubora wa Libase Geye, quality na ubora wa Alan Okello. Sio Alan Okello kwamba ni mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri, lakini when it comes kwenye issue ya talent, ubora, kutengenezwa, Libase Geye amepikwa na ametengenezwa vizuri zaidi, na anawezekana akauzwa kwa thamani kubwa zaidi kuliko Alan Okello. Simula vizuri. Mechi ya African dhidi ya Simba Sports Club, leo hii ukitoka na maiki yako ukaenda kumuuliza Mohamed Hussein Shabalala, huyu bwana mdogo alikusumbua kwa kiasi gani, atakwambia huyu bwana mdogo alisumbua kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana watu wakabeza wakasema alikuwa na shughuli sio na nini, lakini sifa kubwa ya Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ni overlap. Mimi na tulishuhudia mechi siku ile. Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ali overlap mara ngapi kwenda kulishambulia lango la Simba? Simula vizuri. Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ni bora kwenye kushambulia, kwenye flanks zile. Ukitaja mabeki bora wa kushoto wenye uwezo wa kupandisha mashambulizi, ni uwezo kuacha kumtaja Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Lakini yule bwana mdogo siku hizi alimlimiti Momo. Bwana Momo upandi, na kweli Momo hakupanda. So kwangu mimi Mohamed Hussein Shabalala alionyesha upande wake wa pili pia kwenye eneo la kuzuia. Alizuia vizuri sana siku ile. Licha ya kwamba hakupandisha mashambulizi, lakini alizuia vizuri sana. Kwa kwangu mimi ilikuwa ni performance nzuri kutoka kwake. Alijitahidi sana kumzuia Libase Geye, lakini Libase Geye siku ile alikuwa ni untouchable. Alikuwa na cut in, anafanya zile inside runs. Kuna moja aliwapita watu kama 4 hivyo in Africans, alafu akaja kukutana na Mohamed Damaro kama akamchezea foul. Libase Geye ni moja kati ya wachezaji hatari sana, atawasumbua sana vibaya mno. Twende kwa upande sasa wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanze na Nixon Kibabage, moja kati ya sajili ambayo ilibezwa sana kwa upande wa mashabiki wengi. Hiyo mimi nilitukana na upande wa huku, nikatukana na upande wa huku. Wakati na post kwenye ukurasa wangu wa Instagram, kwa sababu nilikuwa kama mtu wa tatu hivi kuipata hiyo tetesi. Nikaiachia, bwana Simba wako mbioni kukamilisha dili ya Nixon Kibabage. Tunampeleka wapi huyo? Kafeli Yanga. Makombo. Hayo Makombo tunapeleka wapi? Mchezaji gani huyo? Mashabiki wa Yanga sasa. Yaani Simba katika vitu walivyofeli ndio. Yaani sisi tunaacha mchezaji wetu anaenda kumchukua. Hakuna mchezaji kama huyo. Sio umetokea Singida. Posti ya pili mimi nikachapisha. Nikamwambiaje? Kama kuna usajili Simba wamefanya bora wa fullback ya kushoto, ni usajili wa Nixon Kibabage. Au ulikuwa unaona mbele Kabwe? Waliniambia hakuna mchambuzi wa mchongo kama wewe. Yaani wewe Kabwe ni mchambuzi wa mchongo vibaya mno. Nikamwambia jamani, kosa langu mimi, nikamwambia mimi nikawapa na hii. Nikamwambia kabisa, kama kuna mabeki watatu nchi hii ni bora kwenye upande wa kushoto, basi huwezi kuacha kulitaja jina la Nixon Kibabage. Amna. Mimi nikawapa assignment, nikamwambia nitajieni mabeki watatu bora wa kushoto, alafu mlitoe jina la Nixon Kibabage. Hapo ulikuwa mtiti. Mimi nikawapangia, nikamwambia wa kwanza Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, wa pili Pascal Msindo, wa tatu Nixon Kibabage. Lakini Pascal Msindo na Nixon Kibabage wanapambana hivi, na inawezekana Nixon Kibabage in terms of experience
ubora kwa sababu kashapita kwingi. Anamzidi mbali sana Pascal Msindo. Kwa hiyo akitoka Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, anayefuatia ni Nixon Kibabage, ndo anakuja Pascal Msindo. Ichezea matusi, lakini end of the day kauli yangu ni ile ile. Ukweli unachelewa kufika, uongo unawahi kufika. Kwa hiyo ukweli sasa hivi unaanza kujidhihirisha. Hakuna shabiki wa Simba ambaye ukimuuliza hivi sasa kuhusiana na Nixon Kibabage ni fullback mzuri atamkataa. Sio vizuri. Tumeona bwana mdogo Anthony Mligo sasa anasugua benchi. Kwa sababu Nixon Kibabage anakupa kila kitu. Ana overlap vizuri, ana uwezo wa kuingia ndani, kucheza kama inverted fullback. Sio vizuri. Lakini pili ana uwezo mzuri wa kiufundi. Kinachomwangusha Nixon Kibabage ilikuwa ni kupiga crosses. Kitu ambacho nikamwambia watu kinarekebishika. Na kwa sababu yuko Simba anakutana na makocha wengi wakubwa, Steve Barker ni mmoja kati ya makocha ambao wana uwezo wa kulea wachezaji vizuri sana. Atamtengeneza huyu mtu na atawapa kitu bora. Sasa hivi unaona pressure imeshuka kwa mashabiki wa Simba. Wana wachezaji wote wawili, tena upande wa kushoto wazawa. Sio ile sijui tukamchukua kadi Mdiao, sijui kutoka wapi. Wachezaji wote wawili ni wazawa upande wa nini? Wa kushoto. Anthony Mligo huko anakuwa taratibu na anapata uzoefu, anajifundisha. Una Nixon Kibabage. Hakuna kingine tena. Turudi sasa kwa Loemba. Naye alikuwa ana performance. Twende kwa Loemba pale, naye alikuwa performance yake ni moja kati ambayo watu wameweza kuipa saluti kidogo. Vipi kwa upande wako? Ametoka Colombe Sportive akiwa na assist 10 na magoli 5. Enos Loemba anamudu kucheza nafasi hizi force number 9 kama alivyoanza kwenye mechi ya Simba na Young Africans, na akawasumbua moja kati ya wachezaji ambao waliuliza maswali magumu sana Young Africans ni Enos Loemba. Hakufanikiwa kufunga, hakuwa clinical enough, sio mzuri kwenye kumalizia nafasi. Lakini ukienda kuuliza Dickson Job na Ibrahim Abdullah Baka, watakwambia yule jamaa blind side movements alizokuwa anazifanya zilikuwa ni hatari sana kwa klabu ya Simba Sports Club. Kwa sababu eneo ambalo alikuwa anatoka yeye ilibidi wakina Ibrahim Baka wawaze nani wa kumfuata. Tumfuate yeye, tuache hao akina Chama ambao watakuja kufanya mikimbio ya third man runner, ama tubaki kwenye eneo hili tumwache akifanya movement ambazo zinaweza zikatufanya tufungwe. Kuna mmoja walimwacha, wakamwacha peke yake. Walipomwacha peke yake ndio ile akakutana nayo piga jigidi haraka icheza, unaikumbuka ile? Na kuna nyingine pia tena walimwacha, wakasema tumwache. Walivomwacha akaukamata mpira akapiga tena jigidi haraka, akafanya nini? Akacheza. Nakumbuka Hamdan Saidi mwamuzi kutoka Mtwara akanyosha kwa ni offside, lakini haikuwa offside. Alikuwa ni mchezaji hatari, lakini eneo lingine anacheza kama namba 10. Baadaye sasa Steve Barker akaja akamintroduce kwenye eneo la namba 8, akaenda akakipoteza kiungo cha Young Africans. Baada ya kurudi kucheza kama inside 8 playmaker, simula vizuri pale, ndo akaanza kupoteza kiungo cha Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu ya brain aliyokuwa nayo, IQ yake ni kubwa. Kwanza ana skills, ana nguvu, ana uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi. Alivorudi kucheza namba 8 akaacha kuwa mchoyo sasa. Akaanza kutengeneza nini? Nafasi hizi mbili Simba angekuwa clinical enough angeweza kufunga magoli. Moja, alimzunguka Mohamed Damaro Kamara. Mohamed Damaro anataka kumshika afu akamzunguka. Afu akaipiga pasi kwa Anseti Oura. Anseti Oura akakutana na 1v1. Alikuwa anafanya maamuzi mawili. Anapiga penetration pass kwa maana ya through ball, ama anasogea kuja kuitafuta hata penalty box ili kuchezewa foul ili iweze kupata nini? Penalty. Ya pili, ilipigwa pasi na Shomari Kapombe, akamwekea ili Mpanzu nyeupe. Mpanzu akashindwa kufanya nini? Mpanzu alikuwa anatakiwa kufanya mambo haya mawili. Kama kulikuwa hakuna nafasi ya kupiga, alitakiwa afinye apige v-pass. Yeye akaopti kupiga kishuti mtoto ambacho Jigidi Yara kaenda akakidaka, simple kabisa. Introduction ya Enos Loemba kwenye kikosi cha Simba imeuliza maswali magumu sana kwenye uongozi wa Young Africans, ya kwamba inawezekana Simba wakawa ni bora zaidi kwenye kufanya scouting ya wachezaji kuliko Young Africans. Aina ya wachezaji ambao wanaingia Simba Sports Club
wanakuonyesha kabisa kuna future nzuri huko mbeleni kuliko Young Africans. Naweza nikazungumza hivi nikaonekana kama siipendi Yanga, lakini huo ndio ukweli. Kuna muda inabidi uongee ukweli ili viongozi wa timu pinzani wajifunze kwenye kufanya scouting. Na hapo bado hujamalizia Anseti Oura. Sasa huyo ndo balaa kabisa huyo. Ila ana kasoro hii. Anapenda kukaa na mpira. Ana skills mtundu. Msumbufu. Unajua yeye ndo alimfanya siku ile Israel Patrick Mwenda asipande. Israel sala yake nyingine ni kupandisha mashambulizi. Lakini unapandaje unamwacha Anseti Oura akiwa free? Unatafuta balaa Simela vizuri. Kuna moja alimpindua kwenye kule pembeni mwa chake afu akaingia nayo. Akaipiga pass. Alikuwa sijui ni Chama akaipiga ikawabatiza mabeki wa Young Africans. Ukimwacha mara mbili mara tatu anakudhuru. Ni hatari. Simela vizuri. Lakini eneo la mwisho ambalo Simba wamefanya usajili mzuri na inawezekana ukaja ukawaletea matunda mema sana ni kwenye eneo la backline. Endapo kama pacha ya Ismail Toure na Rushen De Reuck ikikliki ipasavyo, kwa sababu wote nimeona ni commanding defenders. Yaani yule Ismail Toure ukifanya makosa acheki na wewe. Kuna muda alikuwa anamfokea mpaka Shomari Kapombe. Bro unafanya nini? Fika. Tayari wana mabeki ambao wana instincts za uongozi, leadership. Una Rushen De Reuck, una Ismail Toure. Ina maana ni ngumu wewe ukifanya makosa wale kukuvumilia. Kwa ina maana Yusuf Kagoma ana kazi ya ziada. Inabidi afanye kazi chafu sana ili kuwaridhisha hawa mabeki wake huko nyuma. Waridhike na kazi anayoifanya. Huku Nixon Kibabage, huku Shomari Kapombe inabidi wafanye kazi ya ziada. Wakifanya makosa watawasema hawa. Kwa sababu inaonekana wote ni waongeaji. Na wote wanafika kwenye matukio. Kwa overall ukichambua Simba Sports Club kwa ujumla wanatengeneza timu nzuri sana. Wanachopaswa kukifanya ni kukaa na hii timu kwa muda mrefu. Ni kulivumilia benchi la ufundi la Mwalimu Steve Barker. Simula vizuri. Hata kama watakosa ubingwa kwa mwaka huu. Simula vizuri. Uwezekano. Of course upo. Ligi ya Tanzania ni tofauti kabisa na mashindano mengine. Kwa sababu ligi ya Tanzania inabidi upigane wewe. Young Africans inawezekana kwa wanapigana kivyao vyao. Kaenda ukachukua taji. Simba na nyinyi mnapiganaje vita yenu? Lakini pia kuna muda Young Africans wanapigana mpaka vita ya Simba. Vipi nyinyi Simba mtapigana vita ya Yanga? Wanapiganaje? Hayo mengine tuyaache. Utakuja kuletewa Samas hapa. Simula vizuri. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Kwa hiyo wamwache Mwalimu Steve Barker afanye kazi yake. Wakae watafute mshambuliaji tu mwingine wa maana. Kama Jonathan Soa anawasumbua wapige chini kwenye eneo la nidhamu. Msemaji wa Simba Ahmed Ally alisema hizo alama 5 ambazo wanatofautiana na ambaye anaongoza ligi wanasema wanaenda kuzipangua, lakini huku ambaye anaendelea kuongoza ligi naye anaendelea kukimbiza mbele. Unaona, unahisi inaweza ikawa ni rahisi kwa msimu huu Simba? Mechi, unajua mechi ziko 11. Mechi bado nyingi sana. Kusema kwamba Young Africans kashachukua ubingwa hapo kwa alama 5. Hapana. Mechi bado nyingi sana. Ila inabidi Simba wafanye kazi ya ziada. Kwa sababu Young Africans wenyewe sio pole pole. Simula vizuri Africans wenyewe mpaka kudondosha hizo alama sio masiara. Young Africans wamekaa siku karibia 450 bila kupoteza mchezo wote. Fikiria Young Africans tangia kupoteza mchezo ujao alipoteza mechi ya Tabora United, unakumbuka? Mpaka leo hii Young Africans bado hajapoteza mchezo wote. Hasa anashindwa ku maintain hizo alama 5 kuendelea ku maintain na kuchukua ubingwa. Si anaweza? Kwa Simba inabidi wafanye kazi ya ziada. Kwa sababu wao wakidondosha alama, wajue Young Africans ni ngumu kudondosha nini? Alama. Toka mechi ya Tabora mpaka mechi hii ya leo Young Africans hajapoteza mchezo wowote. Haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiyo wakati wanaongea mdomoni inabidi wafanye pia kwa vitendo Simba Sports Club. Ambavyo umeweza kuchambua kwa uzuri kabisa kikosi cha Simba, lakini pia kuna kikosi cha Yanga. Ni kweli Yanga hana kikosi cha kumfunga Simba msimu huu kwa mchezo ambao utafuata ama michezo ambao watakutana kwa mfano kwenye michuano kama ya CRDB? Kumfunga ni issue ambayo Young Africans kumfunga Simba is all about football. Ni mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu Simba anaweza kafungwa hata na Fountain Gate. Simba anaweza kafungwa hata na Dodoma Jiji.
It's all about football. Sio vizuri. Inawezekana kafungwa. Lakini Simba wameongeza maradufu ubora wao. Hilo lazima watu wakubali. Yaani ile Simba ambayo ilikuwa inanyanyasika hapa katikati. It's over. Yaani unaona kabisa kwamba kuna mwisho umefanya nini? Umefika. Sasa kuna ni wewe kukubali au kukataa. Lakini sio kwamba hiti hawawezi kufungwa na Young Africans. Young Africans ni klabu kubwa bro. Young Africans wanatisha. Kwenye hii ligi Young Africans ni moja kati ya klabu ambazo unapaswa kuziogopa. Kwenye hii ligi. Kwenye hii ligi. Hata usipoiogopa Young Africans utaiogopa klabu gani? Yanga na wao wanapaswa kuiogopa Simba Sports Club. Simba Sports Club ni klabu kubwa. Simba Sports Club inatisha na ndio maana lazima always wapambane ku make statements. Na ndio maana Simba hawakubali kufungwa mechi ile. Kwa sababu naona ni klabu kubwa. Kwa mimi siwezi kusema eti Yanga hawezi kuwafunga Simba. No, huo utakuwa uchambuzi wa kipuuzi. Yanga ana uwezo wa kumfunga Simba vizuri tu. Simba ana uwezo wa kumfunga Young Africans vizuri tu. Ili mradi siku hiyo umejipangaje. Yaani wakiwakuta Simba Sports Club wamejipanga na aina ya quality waliokuwa nayo hivi sasa Simba. Simba anamwasha vizuri tu Young Africans. Tandika kisawasawa. Simba akiingia papatu akiwa hajajipanga akakuta Young Africans wakiwa bora. Simba anapasuka tu mapema tu. Huo ndio uhalisia. Wewe usikudanganye mtu kwamba Young Africans hawezi kumfunga Simba. Nani kakudanganya? Kwani wakati anamfunga Simba mara 6 kwani Young Africans walikuwa bora? Kuna eneo Young Africans hakuwa bora. Kuna eneo hapa katikati Young Africans ilibidi wakina Ramadhani Kayoko ndo amsaidie Young Africans kuweza kumfunga Simba. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Kweli. Sasa Young Africans mara ya mwisho anafunga goli moja, goli la Chama lile la faulo. Yalikuwa ni makosa binafsi ya wachezaji wa Simba wenyewe. Pimping Kamara, mpira unatoka nje kaurudisha ndani. Akajifunga nani yule? Yule fullback aliondokaga Simba yule. Kanitoka jina lake. Kuna fullback mmoja hivi walimchukua kutoka Singida Black Stars. Haifunga. Kwa kuna baadhi ya mechi ukiziangalia sio kwamba Young Africans waliwazidi Simba ubora. Kuna watu wengine walisaidia. Of course. Kuna dabi 4 hivi. Kwanza mazabe mno. Kutokana na wote ni timu kubwa. Ndio wamebeba taswira ya mpira wetu Tanzania. Asante sana.